Wengi wamekuwa wakiuliza kwamba hawana NIDA. Je, wanaweza kufanya application ya mkopo wa HESLB? Jibu lako linakwenda kupatikana leo katika video hii. Unachotakiwa kufanya ni kutazama video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kuelewa nini kinachohitajika na nini ambacho hakihitajiki. Katika application ya bodi ya mikopo ya elimu ya juu mwaka huu 2026, kuna vitu ambavyo vitahitajika na kuna vitu ambavyo sio lazima uwe navyo. Kwanza nitakuonyesha namna ya kuweza kufanya application hii. Hatua ya mwanzo, utakuja katika hatua hii ya apply for loan, utagusa katika sehemu hii ya apply for loan. Baada ya hapo utagusa sehemu ya apply as nectar, then utajaza taarifa zako hapa. Okay, utaingiza namba yako hapo, utaweka kama ni S au kama ni P, na sehemu hii utaweka namba ya shule. Baada ya pale utaingiza namba yako ya mtihani, then hapo utajaza mwaka uliomaliza. Na kwa wewe ambaye tayari ulishawahi kufungua account, basi utaenda kulogin tu moja kwa moja kwenye account yako. Utaenda kulogin moja kwa moja kwenye account yako bila kuwa na tatizo lolote. Utaingia hapa, na baada ya kuingia hapa basi utaweza kulogin katika account yako namna hii. Then sasa baada ya kulogin utabonyeza sehemu ya continue with application. Utaingia ili kuweza kukamilisha application yako. Sasa nataka nikakuonyeshe kwamba wengi wamekuwa wakiuliza NIDA. Je, NIDA ni lazima? Jibu la moja kwa moja ni kwamba NIDA sio lazima kwa mwanafunzi anayeenda kufanya application. Kwa mwanafunzi NIDA sio lazima, lakini NIDA ni lazima kwa mzazi au kwa mlezi, lazima awe na NIDA. Kwa hatua ya kwanza utajaza taarifa zako. Ukigusa hapo utaweza kuona sehemu ya kwanza hii ya basic information, alafu kuna sehemu ya demographic information. Sasa sehemu ya basic information, sehemu ya taarifa zako muhimu, ila ukija kwenye demographic information, sehemu hii sasa unachotakiwa hapa kufanya ni kuweza kujaza taarifa zako za makazi. Hapa ndipo sehemu ambapo napa NIDA itahitajika, napa itaweza kuhitajika katika sehemu hii. Lakini pia kama unavyoona hapa birth details, utaselect mkoa uliozaliwa, let's say ni Arusha, utaweka district yako labda ni Karatu, then utaweza kuweka NIDA. Okay. Kwa hiyo kama unavyoona hapa kwa mwaka huu wa 2026 NIDA ni lazima uweze kuijaza. Kwa taarifa hizi kama jinsi unavyoona hapa ni lazima uweze kujaza NIDA. Kwa kama hauna NIDA kwa mwaka huu, kufanya application kidogo inakuwa ni changamoto. Ni lazima uweze kujaza namba zako za NIDA hapo, then uweze kuvalidate. Okay. Kwa hiyo hauna NIDA uwezi kukamilisha process hizi, lazima uwe na NIDA. Baada ya kuandika NIDA zako utaweza kusearch hapa au kuvalidate NIDA namba. Okay. Utavalidate NIDA. Kwa hiyo hakikisha una namba ya NIDA, na kama hauna namba ya NIDA kisha umeitafuta. Na ili kuwa na namba ya NIDA lazima uwe na cheti cha kuzaliwa cha kwanza, cha pili uwe na kadi ya kura au uwe na living certificate ili uweze kupata NIDA. Na NIDA unaweza kuipata ndani ya muda mfupi tu ukiwa na vigezo hivyo. Kwa unaweza ukatucheki WhatsApp. Namba zipo katika description ya video hii ili kuweza kupata namba zako za NIDA. Baada ya kukamilisha demographic information utakuja preliminary information. Hapa utaweza kujaza taarifa zako zote, lakini pia utaenda kwenye educational information, utajaza taarifa zako za shule, na katika sehemu ya guarantor information utajaza taarifa za mzazi. Okay, kisha kamilisha hiyo, uta preview, uta attach sign form, then uta submit application yako, itakuwa imekamilika. Na hivyo ni vitu ambavyo vinahitajika. Kwa hiyo NIDA ni lazima uwe nayo. Kwa hiyo ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya Feaboy, bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi.